mafunzo haya yalenge katika maendeleo ya dira ya 2050. Hapo pale ninyi wafanyakazi wa serikali nataka kuhuisha, kwa sababu tunafanya kazi moja kwa moja na wananchi. Hebu tuhuishe yale ya serikali wanayotakiwa tuyafikie, yale malengo, na sisi ndio watendaji huku chini. Weka pamoja, utakuwa ukipata malengo yako ambayo unayafanya kila siku. Ukiamka asubuhi, kama hujaenda kulala, unajua kesho unatakiwa kwenda kuwaona wale ng'ombe walioko Kapeneni, lakini kulikuwa na mkutano ulikuwa unaandaliwa na kikundi fulani ambao wanataka kuelekesha ng'ombe, uwaone, uzungumze nao namna nzuri ya kuweza kuhuisha elimu yako uliyopata, ili na waende kufanya wao. Bahati nzuri wanaofanya wao, wewe kazi yako ni mwongozi. Na baadhi yenu tumewapenda pikipiki, kazi yake ndio hiyo. Na hatujakukataza hiyo pikipiki vile vile kwenye shughuli yako baada ya saa za kazi. Mkakati wa wizara kama kwa sasa kwa ajili ya kutatua changamoto hii ni kuendelea na mafunzo, ambayo mafunzo hayo tumeona ni bora tukaanza kwanza na maafisa ugani ambao ndio wapo pamoja na wananchi ambao ndio wao ambao wanafuga, ili kuhakikisha kwamba zile njia bora ambazo ni za ufugaji na uvuvi zinafika kwa mtu ambaye ni halisia. Na katika hilo tumeandaa mafunzo haya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wafugaji na maafisa ugani ambao tunawaelekeza wanaenda kutoa ile suluhu ya kudumu. Kwa mfano, kama swala zima la ufugaji wa mifugo mingi limekuwa ni changamoto na limekuwa likisababisha changamoto ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Katika kuhakikisha hivyo, tumehakikisha kwamba kuna mada ambayo ni maalum na ambayo itajadiliwa kwa kina kuhakikisha kwamba maafisa mifugo wanaenda kutoa suluhu kwa kuwaelimisha wananchi kufuga kisasa, lakini pia kufuga mifugo michache kadri itakavyowezekana kwa ajili ya kutatua changamoto ya rasilimali haba ya malisho. Katika kuboresha, tukiboresha sana sana katika sekta ya malisho, nadhani wafugaji wengi wataenda kufuga kwa tija na tutaenda kuona matokeo. Lakini katika hii malisho, changamoto inapokuja, ni kweli wizara inatutaka tukasimamie kwa habari ya malisho, lakini ukija kuangalia habari ya mbegu inakuwa bado ni kitendawili. Kama wanataka tukafanye kazi vizuri, tukalete na matokeo chanya, tunaomba uwezeshwaji kutoka juu mpaka ngazi ya chini, ili sisi sasa tukapate kwenda kusimamia katika ubora na katika hali nzuri. Katika eneo langu mimi la halmashauri ya Chato, kweli hali sio nzuri kivile, kwa sababu malisho ni haba sana, na hususan kipindi cha kiangazi wafugaji wanasafiri sana, na tunalo poli jirani hapa la Chato Buligi. Kwa hiyo wafugaji wengi sana wamekuwa wakiingia kwenye poli lile pale, na wanapata madhara ya kukamatiwa mifugo yao na hatimaye kupigwa faini zilizo kubwa sana. Kwa hiyo tukiwapa elimu ya jinsi ya kulima malisho yao wenyewe ili wapate kulisha mifugo yao, wataondokana ile swala la kuingiza mifugo kwenye hifadhi ya Chato Buligi.